Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Inshallah tunaendelea na darasa zetu kama tulivyosema. Kwa kipindi hichi cha siku 2-3 tutakuwa katika faida za Qur'an, sura katika Qur'an. Muda huu tutazungumzia suratul Hujurat, sura ya 49. Suratul Hujurat, sura ya 49 katika Qur'ani. Sura ya 49 katika Qur'ani tutaizungumzia khawasi zake 4 zilizokuwa muhimu kabisa. Kwa hiyo tutaizungumzia suratul Hujurat ambayo ni sura ya 49 katika Qur'ani. Faida yake ya kwanza, sura hii inshallah mwenye kuisoma sura hii basi atapata usalama wa mama na watoto katika ujauzito. Atapata usalama wa mama na mtoto katika ujauzito. Yani maana yake mjamzito akasomewa sura hii ya suratul Hujurati, akashikwa kichwa akasomewa mara 3 au mara 7, basi mtoto wake atakuwa salama, lakini na ujauzito wake utakuwa salama na atajifungua kwa usalama. Suratul Hujurati ikisomwa katika kichwa cha mama mjamzito au ikasomwa katika maji alafu akapewa yule mama mjamzito, basi atajifungua kwa salama na amani. Lakini vile vile hata kama aliyepitisha siku za kujifungua basi asomewe hii kwa uwezo na Mwenyezi Mungu, atajifungua kwa salama na amani na utakuwa wepesi katika kujifungua kwake. Lakini vile vile faida ya pili ni ongezeko la maziwa. Kwa mfano mama mnyonyeshaji maziwa yake ni machache, basi inasomwa hii sura katika maji alafu anapewa yule mama mwenye kunyonyesha, basi maziwa yanaongezeka kwake, anakuwa na wingi wa maziwa. Lakini si katika mama tu, hata katika wanyama, manake katika ng'ombe, katika ngamia unaweza ukasoma katika maji au katika chakula chao alafu ukawapa. Kwa hivi na Mwenyezi Mungu ataongezeka wingi wa maziwa inshallah. Kwa hiyo si kwa mzazi tu, hata kwa wanyama inafaa. Lakini vile vile faida ya tatu ni ulinzi. Mwenye kusoma sura hii mara nyingi, basi Mwenyezi Mungu anamlinda na mashaitani, au ukimsomea mtu mwenye shida ya mashaitani, basi Mwenyezi Mungu atamlinda, atamuondoshia yale mashaitani. Lakini vile vile mwenye kusoma sura hii ukamwona mtu ana shida ya mashaitani, basi ukamshika kichwa ukamsomea, basi mashaitani yataondoka katika kichwa chake na hayatoweza kumrejea tena. Au akasoma mtu kwenye maji alafu yale maji akamwagiwa mtu mwenye shaitani, basi shaitani kwa muda ule ule linaondoka, shida ya kishaitani itaondoka katika kichwa chake inshallah. Lakini faida ya 4 ni ulinzi katika nyakati za vita na kukosekana amani. Kwa mfano kuna sehemu hamna amani, kumekosekana amani katika mji au katika mtaa au katika sehemu kumekosekana amani, labda wizi umezidi au mafaraka yamezidi katika mji, basi isomwe sura hii. Ikisomwa sura hii, basi kwa hivi na Mwenyezi Mungu amani itarudi katika mji huo. Au nyumba haina amani, isomwe sura hii. Ikashindikana kusoma katika kwa hivi, basi somea maji, mwaga katika ile nyumba au mwaga katika ile sehemu yako, basi kutakuwa na amani na salama. Lakini vile vile hata kwenye biashara, unaona biashara haiendi, inakosa amani, inakosa watu, somea katika maji alafu mwaga pale katika sehemu yako ya biashara. Kwa hivi na Mwenyezi Mungu kutakuwa na amani na usalama, na katika biashara maana yake kutakuwa na tija katika ile biashara yako inshallah. Kwa hiyo tujitahidi sana kuisoma na hii suratul Hujurati katika namna hizo 4 tulizozisema inshallah katika kazi zake. Wassalamu alaikum wa ila liqa'i fil marrati al-ukhra wa antum bi khair inshallah.